mpenzi mtazamaji wa SKF TV. Karibu katika kipindi cha Afya Tips. Katika siku hii ya leo tutaenda kuzungumzia magonjwa hatarishi sana ambayo yanasababisha vifo kwa wingi au yanasababisha ulemavu wa kudumu. Na magonjwa hayo ni kama ukimwi, saratani, Ebola, kisukari, shinikizo la juu la damu, kifua kikuu na mengine mengi. Na katika siku hii ya leo tutaenda kuangazia ugonjwa wa saratani au unafahamika kwa jina la kansa. Ugonjwa huu unasababishwa na seli zikiongezeka au zikiwa zimekuwa kwa wingi na zikashindwa kupatiwa kudhibitiwa, zinaweza zikasababisha ugonjwa huo wa saratani. Na magonjwa ya saratani yako magonjwa mengi, lakini yanayofahamika zaidi kuna saratani ya matiti, kuna saratani ya ini, kuna saratani ya damu, kuna saratani ya mapafu, lakini pia kuna saratani ya kizazi. Katika siku ya leo tutachambua zaidi saratani ya kizazi, kwa sababu ugonjwa huu umekuwa tishio sana kwa wanawake wengi katika nchi yetu hii ya Tanzania, lakini tu si katika nchi ya Tanzania na kwa ujumla katika dunia hii. Ugonjwa huu umekuwa tishio kwa kiwango kikubwa sana. Na mtu anaweza kujiuliza, saratani ya kizazi ni ugonjwa gani? Au unakuwaje mpaka mtu unasema hii ni saratani ya kizazi? Kama nilipokwisha kusema hapo awali, huu ni ugonjwa hatarishi sana na unawapata wanawake, na ugonjwa huu unatokea katika mlango wa kizazi wa mwanamke. Na saratani hii inasababishwa na aina ya virusi wanaoitwa papilloma. Kwa kifupi unaitwa HPV, ambao unaitwa Human Papilloma Virus. Mtu anaweza kujiuliza, hii Human Papilloma Virus inakuwaje au mtu anapataje ambayo inamsababishia yeye kumpeleka kwenye ugonjwa wa saratani ya kizazi. Kirusi hichi cha Human Papilloma kinasababishwa na mtu kufanya ngono isiyo salama, na mara nyingi sana kwa umri pia mdogo. Ikiwa msichana au binti mwenye umri mdogo akishiriki ngono isiyo salama, ni rahisi sana yeye kupata virusi hivi vya papilloma ambavyo vitampelekea yeye kupata ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi. Na saratani hii ina dalili zake, japo kwa mara nyingi dalili zake sio za kuonekana kwa haraka. Ikiwa utaona dalili hizi, basi kwa kiwango kikubwa ugonjwa huo utakuwa umeshika kasi sana katika mwili wa mhusika. Moja ya dalili ambazo mtu anaweza kukumbana nazo katika mwili wake ni kutokwa na damu isiyo ya kawaida, aidha wakati wa tendo la ndoa au baada ya tendo la ndoa. Na mtu atakapoona dalili hii asione kama ni hali ya kawaida, anatakiwa afike hospitali au nani na daktari kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi. Lakini pia kutokwa na uchafu katika sehemu za siri ukiwa na rangi ya kijivu, au unaweza ukawa ni mwepesi wenye harufu mbaya. Hii nayo ni moja ya dalili
ikiwa ni kiashiria kwamba unaweza ukawa una tatizo katika mlango wako wa kizazi. Lakini pia dalili nyingine ni maumivu ya nyonga au tumbo, kuwa na maumivu makali ya nyonga au tumbo. Na pia kuwa na uchovu mkubwa au kupungua uzito bila sababu. Unakuta hujafanya kazi yoyote ngumu lakini unapata uchovu usio wa kawaida, au unakuta uzito wako unapungua tu pasipokuwa na sababu. Hizo pia sio dalili nzuri katika afya yako au katika mwili wa binadamu. Lakini pia dalili nyingine, wakati wa hedhi, kupata hedhi nzito, au muda mwingine unaweza ukawa unapata hedhi ya mabonge. Na uonapo dalili hizi zote au uonapo dalili mojawapo katika hizi ambazo nimezitaja, usisite kuchukua hatua ya kuonana na daktari kwa ajili ya kufanyiwa vipimo. Kwa sababu pale ambapo utafanya vipimo na tatizo litagundulika kwa mapema, pia matibabu yake inakuwa ni rahisi na uwezekano wa kupona unakuwepo ni mkubwa. Kama nilivyokwisha kusema awali, saratani hii ya kizazi ina visababishi vyake, lakini kisababishi kikuu ni kirusi au virusi vya human papilloma kama nilivyokwisha kusema hapo awali, ambapo virusi hivi tumesema kwamba vinasababishwa na mtu kushiriki ngono isiyo salama, na haswa kwa wasichana au mabinti wakiwa na umri mdogo. Lakini pia visababishi vingine ni kuwa na wapenzi wengi au mpenzi wako kuwa na wapenzi wengi. Pale ambapo unapokuwa na wapenzi wengi au mpenzi wako anakuwa na wapenzi wengi, inaweza ikasababisha mtu kupata maambukizo ya hawa virusi, na hawa virusi wakakusababisha wewe kukupelekea kupata saratani ya shingo ya kizazi. Lakini pia shida nyingine, uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara unaleta hatari kubwa sana katika mwili wa binadamu, hususa kwa wanawake, kwa sababu inaongeza hatari ya kupata saratani ya kizazi kwa wanawake. Kwa hiyo sigara sio nzuri. Lakini pia mfumo dhaifu wa kinga ya mwili. Ikiwa una mfumo dhaifu katika kinga yako ya mwili, kuna kusababisha wewe kuweza kupata ugonjwa huo. Lakini pia kuanza ngono mapema au kuanza ngono ukiwa na umri mdogo. Unakuta binti ana miaka 9, ana miaka 14, ana miaka 15, 16, 17, umri wake bado ni mdogo, viungo vyake vya uzazi havijakomaa, ameanza ngono akiwa mdogo, inaweza ikampelekea yeye kupata maambukizo ya shingo ya kizazi. Ikitokea basi mtu ameshapata shida hii, ni nini cha kufanya? Yapo matibabu ambayo yanaweza yakafanyika ya saratani ya shingo ya kizazi, lakini matibabu haya yanategemea sana na hatua ya ugonjwa ambapo umefikia, kwa sababu ugonjwa una hatua zake. Unaweza ukawa una hatua ya awali au una hatua ya katikati, au ukawa ugonjwa umeshafika hatua ya kukufanya wewe matibabu yako yakawa makubwa zaidi. Njia kuu za matibabu, kuna upasuaji. Njia ya upasuaji si nzuri sana, kwa sababu kwanza unapofanyiwa upasuaji unaweza ukaondolewa kizazi kizima au ukaondolewa sehemu ya kizazi kulingana na ugonjwa jinsi
ulivyofikia hatua yake. Lakini katika hii hali nzima ya upasuaji ni kwamba ugonjwa huo unakuwa upo katika hatari, yani unakuwa katika hatua mbaya sana. Lakini pia kuna kufanyiwa mionzi. Katika kufanyiwa mionzi hii ni kwamba mionzi inaenda kuua seli zile za saratani. Lakini pia kuna kutumia dawa za saratani. Ikiwa kama ugonjwa wako upo katika hatua za awali, unaweza ukapatiwa dawa za saratani, ukatumia na ukapona kabisa. Pamoja na matibabu hayo ambayo tunaweza tukayachukua, ikiwa tu imetokea tumepata maambukizo hayo ya saratani ya kizazi, kuna vyakula ambavyo tunaweza kutumia vikaweza kutusaidia kuboresha afya zetu za kizazi. Vyakula hivyo ni pamoja na mboga za majani, na mboga hizo ni zile mboga ambazo zina rangi ya kijani kibichi, na ni kama mchicha, spinach, matembere na nyingine nyingi ambazo zina rangi hiyo ya kijani. Ni kwa sababu gani tutumie mboga hizo za majani kwa wingi? Ni kwa sababu zina folic acid, lakini pia ndani yake zina vitamin C, zina vitamin A, ambavyo vitamini hivyo vyote na hii folic acid ni muhimu kwa afya ya kizazi na inakusaidia kuenda kuimarisha afya yako ya kizazi, na inakuwa sio rahisi kupata maambukizi au ugonjwa huo wa saratani ya kizazi. Lakini pia kutumia matunda yenye vitamin C kwa wingi. Matunda hayo ni kama machungwa, malimao, mapera, zabibu na mengine mengi yenye vitamin C. Ni kwa sababu huimarisha kinga ya mwili na kusaidia kupambana na maambukizi ya HPV au tunaweza kusema human papilloma virus. Lakini pia tunashauriwa kula parachichi au avocado kwa sababu lina omega 3 na vitamin E kwa wingi, ambazo ni umuhimu, zinaenda kuweka usawa katika hormone. Lakini pia tunashauriwa kutumia samaki wa mafuta au kutumia dagaa kwa wingi kwa sababu wanasaidia, au samaki na dagaa wanasaidia kutoa omega 3 kwa wingi, ambayo inapunguza hali ya uvimbe katika mwili wa binadamu. Lakini pia tunaweza tukatumia mbegu au karanga. Mbegu hizo ambazo tunaweza kutumia ni kama almonds au mbegu za alizeti, kwa sababu zinasaidia kuboresha uzalishaji wa homoni na ulinzi katika seli. Kwa hiyo ikiwa kama bado hujapata maambukizi au hata kama umeshakusha kupata maambukizi, tukitumia vyakula hivi vinaweza kutusaidia kutulinda dhidi ya afya yetu ya kizazi. Lakini pia kwa wale ambao wamekwisha kupata changamoto, inawasaidia pia kuendelea kuboresha afya yao huku wakiendelea kutumia matibabu ambayo wameshauriwa na daktari. Kwa kumalizia, saratani ya kizazi ni ugonjwa hatari unaoweza kutibika. Yaani pamoja kuwa ni ugonjwa hatari, lakini unaweza kutibika ikiwa utagunduliwa mapema. Na unawezaje kugundua mapema? Tumesema kwamba kwa kufanya vipimo vya mara kwa mara inaweza kukusaidia kugundua ugonjwa huu mapema. Na pia kuepuka uvutaji wa sigara, kula vyakula vyenye afya ni njia nzuri ya kujikinga na saratani hii ya kizazi, kwa sababu imeshakuwa tishio sana kwa wanawake wengi. Ikiwa unapata dalili yoyote, hakikisha unakwenda kwa daktari kwa uchunguzi
wa matibabu hayo, kwa sababu utakavyowahi mapema kwa daktari ndivyo itakavyokusaidia kufanyiwa matibabu yako kwa haraka na ukaweza kupona. La kuzingatia kwamba ugonjwa huu unatibika na una matibabu mazuri ikiwa tu utawahi kufanya uchunguzi. Ikiwa unapata dalili yoyote, hakikisha unakwenda kwa daktari mapema kwa uchunguzi wa matibabu hayo ya saratani ya kizazi. Ulikuwa nami Beatrice Peter Moshi. Asanteni.